Hiyo mali ilikuwa ni yangu ya kwanza, umeiangusha bila kuuliza mambo ya mtu. Proceed mheshimiwa. Nataka ni proceed. Kama ingeangusha singekupa nafasi uchangie. Proceed. Wanaacha ni proceed niendelee haraka ya kwamba leo mabadiliko ambayo yamefanywa na serikali ni mabadiliko makubwa sana ambayo ilikuwa inafaa. Kwanza waziri wa afya ambaye anatoka saa hii baraza amefeli. Ameshindwa kutangaza SHA mpaka hii bunge ya Changamwe imempita kutangaza SHA. SHA ni kubwa Mombasa kushinda Kenya. Na mwenye anaingia hapo saa hii ni Duale. Duale kama tunamwangalia vizuri ni mtu ambayo aliokotwa hapa Coast na Raila Amolo Odinga wakati alikuwa anasimama wa kwanza 2007. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa naomba uniache nichangie kwa sababu kokotwa ni mtu anakuja na kuandika kwamba leo nimeona Reverend Opara anaweza tuombea hapa. Hakuna mwenye anakuambia hapo sawa. Na hivyo ndio viongozi wetu wote wa kitaifa wanafanya. Saa hii hata kama unaona mtu kama rais ama Kalonzo mtu yote anaweza kuja hapa na achukue mtu mmoja na kuwe MCA tayari. Hivyo ndio Duale alifanyiwa, alikuwa anafanya biashara hapa Mombasa, akakuja kuchukua na mheshimiwa Raila, akaenda kufanywa mbunge kule kwao. Na amezidi kugrow kwa mkubwa mpaka kwa waziri. Sasa hii mali yuko ni wizara yake ya 3 kurekebishwa. Lakini bado hafai. Sababu usomi wa Duale haielezeki vizuri. Sijui alisomea biashara ama alisomea nini. Lakini mambo ya health hawezi, si yake na si utaalamu wake. Mwenye kama rais angeniuliza mimi hapa mtu wa ground, mwenye angepewa hiyo kazi ako naye hapo tayari Nairobi, ambaye anaitwa Mutahi Kagwe, alisaidia wakati wa corona. Huyo ni mtu ambaye alikuwa anafaa na alikuwa amesomea hiyo kazi. Ya pili, hapo kwa mabadiliko ya serikali ya leo, Muturi amefukuzwa kazi. Imeandikwa hivyo, amefukuzwa kazi. Amefukuzwa kazi kwa sababu alikuwa anza kupinga rais. Hiyo kitu ambayo ilikuwa inajulikana kwamba atafukuzwa kazi, na amefukuzwa kweli. Nafasi yake imepewa mbunge wa kwao. Mbunge wa kwao ambaye anaitwa Ruku ndiye amepewa. Sasa hao wenye hiyo area hawana mbunge kuanzia leo. Kuanzia venye rais ampea huyo mtu kazi. Na mabadiliko mengine kwamba huyo baraza hawezi hata mahali ampelekwa kwa sababu akiitwa na wabunge katika bunge kueleza nafasi ya ministry yake kwamba inaendelea vipi, anaanza kulia mpaka juzi alishindwa kueleza, ameshindwa kufunga microphone, akaongea na microphone ikaone kwamba hii kazi ni ngumu, ndio maana kwanza amefutwa kazi. Kuendelea mambo na rais kwenda Mount Kenya, tumeongelea hiyo kitu kwa hii bunge siku zote. Rais ni mwanasiasa ambayo ako na strategy na venye amepanga na imeingiliana kuchukua watu wote wa Mount Kenya juzi katika State House. Walikula, wakapewa chao, wakaondoka, wakaenda kusifu rais mpaka leo wanasifu rais pale. Hata mwenye alikuwa amekataa kwenda pale amepata shida sana kujieleza leo, ambao ni governor. What is it mheshimiwa Mpape? Unapouliza swali usiwe mbali na microphone because of time. Mimi swali yangu kwa Minister for Health. Huyu anasema Barasa alishindwa na kazi. Na tunaona ulimwengu mzima kuna mambo mengi ilikatwa, msaada nyingi. Madawa nini imekatwa. Sasa utatueleza ni siasa ya afya ndiyo alikuwa mbaya ama kazi imekuwa ngumu kwa sababu ya mambo mengi imekatwa na Trump? You have 1 minute mheshimiwa because of time. Nashukuru sana kwa hiyo swali. Mtu mwenyewe ambaye anaitwa Baraza ndiye alishindwa na kazi. Kwa sababu alitolewa from nowhere, akawekwa hapo kwa kazi kubwa ya minister. Yeye mwenyewe alishindwa kazi. Kabla ya Trump kuchaguliwa alikuwa tayari yako na kazi tayari alikuwa amepewa ya kufanya kuendeleza afya ya nchi. Nikimalizia nilikuwa nasema kulingana na Kalonzo Musyoka kwenda kule kotini leo kutetea Waititu, ambayo koti imeshafanya uchunguzi wake na kupata ya kwamba alifanya ufisadi
ya kuiba milioni 560 wakati alikuwa na hudumu kama ugavana ni makosa makubwa ambayo haifai, kwa sababu Kalonzo anajifanya kwamba mtu msafi na amejulikana kama mtu msafi Kenya mzima. Haikuwa na haja yeye kwenda kule kotini leo na kutuma wakili karibu 10 kutetea mtu ambayo madili yake ina shida. Nashukuru sana. Thank you. Majina Reverend Sopar. Asante sana Mr. Speaker. Nikiongea kuhusu kukaribishwa Rais wetu Ruto kule Mailima, mimi kwa maoni yangu Rais Ruto ndio kiongozi wa nchi, na akipanga anaenda mahali hasa tuma intelligence katika ground, na wale ma intelligence anamwambia kwamba ground iko sawa, wewe njoo kama rais. Mr. Speaker, rais ndio mwenye nchi, polisi na kila ulinzi iko mikononi mwake. Kwangu vile naona hakuna atakayezuia rais kwenda Malima, maana yule ndio mwenye nchi, alichaguliwa na yeye akaweka kila kitu. Nina uhakika Mr. Speaker, Rais Ruto ataenda Mlima na atafanya ziara yake na atamaliza na tarudi. Hiyo ndio maoni yangu. Nikiongea kuhusu Duale, hakika Mr. Speaker, mambo sigini yanafanyika hapa nchini ambayo si nzuri. Duale ana ujuzi yoyote kwa sekta ya afya. Nina hakika 100% right. Duale ana kitu ambayo anajua katika sekta ya afya. Na hiyo ndio sekta ambayo inatakana iangaliwe kwa makini. Hiyo ndio sekta ambayo imekuwa na pilika nyingi sana, Mr. Speaker. Akichaguliwa pale, mimi kwangu mimi naona kama rais amefanya makosa. Angechagua mtu ambaye anaelewa mambo ya afya, yule ambaye kuna ujuzi kuangalia hiyo sekta. Hiyo sekta ina shida nyingi sana, mpaka mgomo ya madaktari iko kila siku. Tukiangalia kama wananchi, tunaona kweli sekta ya afya ina shida nyingi kweli kweli. Mpaka hata ukienda hospitalini, ukiwa na mgonjwa unaambiwa uende ununue dawa, na pengine hauna pesa ya kununua dawa, Mr. Speaker. Kwangu mimi naona Mr. Duale au Mheshimiwa Duale hana ujuzi yoyote. Natakana atolewe, asiingie katika hiyo sekta hata kama amechaguliwa, Mr. Speaker. Sina mengi ya kusema, na Mungu apate kubariki.